Tutakuombea Mungu. And we shall pray for you to God. Mimi pamoja na mke wangu Prophetess Cecilia Bisimwa tunawahudumia watu na wako na shuhudia uzuri wa Mungu. I, Apostle David Bisimwa, with my wife Cecilia Bisimwa, we minister to people and people have been testifying of God's goodness. Tunakuletea kipindi hiki kinaitwa Utukufu wa Pili. We have brought you this program called Second Glory. Utukufu wa Pili. Second Glory. Karibu kwa vipindi vyetu hapa kwenye Light Television House, utufuate na utabarikiwa. You are most welcome in this program of ours on Light Television. Follow us and you shall be blessed. Na maisha yako haitabaki yale yale. And your life shall not remain the same. Utukufu wa pili. Second glory. Ni roho ya Mungu. It is Spirit of God. Ni nguvu ya Mungu. It is power of God. Inakuja kwa mtu. Which comes to person. Inambadilisha. And changes the person. Na kumpeleka kufikiria kwenye malengo yake ama destiny yake. Which takes you to the level of your destiny. Ninajua ya kwamba I know that una ndoto kubwa. You have great dreams. Na utukufu ya Mungu and God's glory itakusaidia. Will help you. Utafikia ile utukufu. You will read that glory. Acha tusome neno la Mungu. Let us read the word of God. Mwanzo chapter Genesis 45. 45. Tuanzie kumstari wa 25. Let us begin from verse 25 mpaka 28 up to 28. Msomi wangu anisomee. Let my reader read for me. Genesis 45, 25 to 28 reads, Then they went up out of Egypt and came to the land of Canaan, to Jacob their father. And they told him, saying, Joseph is still alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart stood still, because he did not believe them. But when they told him all the words which Joseph had said to them, and when he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. Then Israel said, It is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hii ni habari ya Yusufu. This is about Joseph. Yusufu alikuwa mwana wa Yakobo. Joseph was a son of Jacob. Na baba yake alimpenda sana. And his father loved him so much. Lakini ndugu zake wakamchukia sana. But his brothers hated him so much. Sababu ya ndoto aliyokuwa nayo. Because of the dream he had. Wakati una maono makubwa na wewe ni mfanyakazi, if you have big vision and you are a worker, wale wavivu watakusikilia wivu. Those who are jealous will feel jealous about sababu you. Muvivu anakuwa tu na wivu. Because a jealous person has envy. Muvivu akiona unaendelea wala akiona na vision kubwa anakusikilia wivu. A jealous person, when he sees you succeeded, he feels envious about you. Lakini usijali na wivu wanaokuchukia. But don't mind of the jealousy that they have hated you with. Wewe songa mbele. Just go forward. Sababu unaelekea utukufu wa pili. Because you are going forward to your second glory. Yusufu, Joseph, ndugu zake wakamchukia. His brothers hated him. Sababu baba yake alimpenda. Because his father loved him. Sababu alikuwa na ndoto mzuri. Because he had good dream. Mpaka wakampanga jina. Until they nicknamed him. Wakasema jina yake Bwana Ndoto. They said his name is a dreamer. Hata kama wanakupanga majina ya namna gani, even if they nickname you with what kind of names, hata kama waharibu jina lako, even if they tarnish your name, mubeba maono hafi. That the dreamer doesn't die. The dreamer does not die. You will not die when you have a dream. Hallelujah. Even people try to hate you, they will try to kill you, but you will not die because you have a vision. His brother was trying to do him bad, to kill him, but they did not succeed. Baganda be bagezako kumukola obubinti bamutte naye
tebasobola kukikola ekyo. Your enemies will not succeed. Balabe bo tebajja kuyitamu okukola obubi. Because you are carrying a big vision. Kubanga ositudde okwolesebwa okunene. You will not die Tojja kufa until you fulfill what God wants you to do in this earth. okutuusa bw'onootuukiriza Katonda ky'ayagala omalirize kuno ku nsi. Wakamchukia, They hated him. wakampanga majina. They gave him names. Hata kuna watu wamekupanga majina. Even there are some people who have nicknamed you. Wamekupanga jina kufuatana na shida unapitia. They have given you names according to the problems you're going through. Wengine wamekupanga jina juu wamekusikilia wivu. Others have given you names because they feel jealous of you. Lakini ukikuwa na Mungu, But when you have God, usikate tamaa don't lose hope na usiogope. and don't fear. Najua siku hizi watu wanaogopa, I know these days people are fearing, lakini Mungu anatuambia tusiogope but God is telling us we should not fear na tusifadhaike, and we should not be troubled sababu iko pamoja nasi. because He's together with us. Yusufu Joseph, akaanza safari yake he began his journey, ya kumpeleka kwa utukufu wa pili. which was taking him to second glory. Kuna safari There is journey kutoka utukufu ya kwanza from first glory kwa utukufu wa pili, to second glory, na utukufu ya pili and the second ni glory kubwa is great, kuliko ile ya kwanza. more than the first one. Mungu atakusaidia, God will help you. utafikia ndoto yako. You will reach your dream. Una ndoto ya kujenga, You have a dream of building. una ndoto ya promotion, You have dream of promotion. una ndoto ya kuona ndoa yako, You have dream of seeing your marriage. una ndoto ya kumtumikia Mungu sana, You have dream of serving God so much. una ndoto ya kufanya vitu kubwa, You have dream of doing big things. una ndoto ya kuona kampuni yako inaendelea. You have big dream of seeing your company doing Mungu well. atakusaidia God will help na you. utafikia utukufu yako ya pili. And you will reach your second glory. Naona Mungu anaanza kusaidia, I see God has started helping you. anakutoa katika shida, He's getting you out of problem anakuleta kwa utukufu wa pili. and is taking you to your second glory. Na hii safari And this journey yenye Yusufu aliifanya which Joseph did, ina ngazi 5, it has 5 steps, levels. na ngazi ya kwanza, And the first level, mtu mwenye ana ndoto kubwa, huyu Yusufu a person who has big dream, that Joseph, anaanzia safari mshimo. he began his journey in the pit. Ndugu zake wakamchukua, His brothers got him. wakamtupa kwa shimo, They threw him in the pit. wakamwondoa mavazi yake, They undressed him. na hilo vazi lake And his clothes, wakalimwagia damu. they poured blood on it. Wakakuja kwa baba yake, They went to his father. wakasema, tambua hii nguo kama ni ya mwanako, atujue tumeiogota. They say, you recognize whether this is your son's garment, we have picked it. Wanaweza wakakupakae vitu, wakakuroge, wakakufanyizia mambo mabaya, wakakuzuie usiendelee, lakini ikiwa ni mpango ya Mungu, ni Mungu amesema, utatoboa na utaendelea kwa jina la Yesu. They can paint you black, they can paint you with evil, they can try to hinder you, but if it is God's plan, you will go through, you will succeed and go forward. Utafanyikiwa kwa jina la Yesu. You will succeed in Jesus' name. Nyumba yako itafanyikiwa. Your house will be succeed. Naona mama mmoja anatufuata, ana mahitaji juu ya watoto wake. Watoto wake hawako nafanyikiwa. I see one woman following us, her children have not succeeded. Watoto wake hawafanyikiwe, na hitaji lake ni juu ya watoto wafanyikiwe. Her children have not succeeded, and her prayer request is her children to succeed. Hakuna hata yule amefanya ndoa kwa watoto wa huyu mama. None of her children who has even made marriage or Na wedding. kuombea kwa jina la Yesu, I'm praying for you in Jesus' name. watoto wako watafanyikiwa. Your children shall succeed. Watapata makazi na ndoa zao zitafunguka. They'll get jobs and their marriages shall be released. Ndiyo naongea na hili familia ambalo Mungu anataka tendea mema, kuwatoa ndani ya shimo. Yes, I'm talking to that family. God wants to do you grace and get you out of that pit. Yusufu anaanza safari mshimo. Joseph begins the journey from the pit. Hii safari ya Yusufu iko na 5P, P5 ama P5. Ya kwanza kwa Francais tunaita puits ama shimo. These 5 levels of Joseph has 5 P's. The first P is called a pit. Shimo. Pit. Wakati uko ndani ya shimo, When you're in a pit,
pit, unasauliwa, you are forgotten, unakataliwa, you are rejected. wanakufanyizia ma meeting za mubaya, They make you evil meetings, meeting za kukumaliza. meetings of clearing you. Wakati wamemtupa kwa shimo, When they threw him in the pit, wako kwa meeting, they were in a meeting. wanaweza kupakata maneno. They can even say evil about you. Usipoteze focus yako. Don't lose your focus. Hiyo ni mwanzo ya safari. That is the beginning of the journey. Safari haitaishia mshimo. The journey will not end in the pit. Safari inaendelea. The journey is continuing. Hiyo shimo uko ndani, The pit you are in, utatoka kwa jina la you Yesu. get out of it in Jesus' name. Hiyo shimo unapitia saizi, The pit you are going through right now, utatoka you ndani. will get out of it. Kumbuka una ndoto kubwa. Remember you have a big dream. Kumbuka maneno Bwana amenena na wewe. Remember big words God spoke with you. Utatoka kwa hiyo shimo. You will get out of that pit. Huenda ni shimo ya madeni, You may have pit of debts. huenda ni shimo, kuna kitu mwa kimekudiscourage kwa maneno ya Mungu na umeacha kazi ya Mungu. Hiyo ni shimo. There is something that has discouraged you in God's service, that you have now been so discouraged. That is a pit. Hauombi tena, hautoi tena, hauna tena ile nguvu jinsi ulikuwa unatumikia Mungu. Ni shimo, utatoka ndani. You no longer pray, you no longer give, you are already in that pit. You are going to get out of that pit. Yusufu anamtupa mshimo. Joseph was thrown in the pit. Ni mwanzo ya safari That was the beginning of the journey, ya kumbeba ku second glory. of carrying him to the second glory. Akaenda hatua ya pili. He went to the second step. Second P inaitwa Potifar ama Potifa. Second P is called Potiphar. Potifari akamnunua kwenye soko. Potiphar bought him in the market. Yusufu alienda Misri kwa hali mbaya, Joseph went to Egypt in a bad situation, lakini ana ndoto. but he had a dream. Na Yusufu sasa iko napitia hii mambo, When Joseph was going through all this alikuwa situation, anajiuliza mengi. he was asking himself many Ndoto zenye questions. alikuwa analota The dreams that he had na maisha anaanza pitia. and the life that is Ni going. kama wewe ndugu unanifuata saa hizi, It is like you, brother, who is following me right uko na now. maulizo mingi. You have many questions. Maisha uko napitia The life you are going through na ndoto ulio nayo and the dream that you had, havifanani. they are not the same. Usipoteze focus. Don't lose focus. Ni safari tu, It is a journey. inakupeleka kwa utukufu wa pili. It is taking you to your second glory. Kuinuliwa yako inakuja, Your elevation is coming. uponyaji wako unakuja. Your healing is coming. Saizi Right now, Mungu atakusaidia. God will help you. Anajikuta mbele ya Potifar, He met himself before Potiphar. anaanza tumika mnyumba Potifar, Started working in the house of lakini Potiphar. bado iko na ndoto yake. But still he had his dream. Mke wa Potifari anamjaribia. Now the wife of Potiphar now has put him to trial. Kuna majaribio nyingine zinakuja, There are some trials that comes. ni njia ya kutupeleka mkuinuliwa kwetu. Is ways of taking us to our Bibi elevation. ya Potifari alimjaribia, The wife of Potiphar tried him, lakini Yusufu alishinda. but Joseph overcame it. Nawe nakuombea kwa jina la Yesu, Even you, I'm praying for you in Jesus' name. kila majaribio uko napitia saizi, Every trial and testing that you are going through right now, Mungu aliyemsaidia Yusufu na wakusaidie. God who helped Joseph, may he also help you. Ni jaribu le linakupeleka kwa utukufu ya pili, It is a trial which is taking you to your second glory. sio jaribu la kukuua, It is not a trial of killing you. ni la kukupeleka kwa utukufu wako. It is just taking you to your glory. Ndani ya nyumba ya Potifari utajaribiwa, In the house of Potiphar, you will be tried. lakini But chunga imani yako, keep your faith. usiende mbali na Mungu. Don't go far off from God. Chunga imani yako, Keep your faith. kazana na Kristo, Just be strong with Christ. omba kwa bidii, Pray. soma neno la Mungu, Read the word of God. tumainia Mungu, Just have your hope in God. na ukumbuke And remember baraka ambayo amekuwazia. the blessings that he has for you. Anasema kwa Yeremia 29:11, He says in Jeremiah 29:11, ninajua mawazo ninawaza juu yenu, I have good thought about you. mawazo ya baraka. A good thought of blessing. Hata kama saizi uko mnyumba Potifar, Even if right now you are in the house of Potiphar, hayakuwa mwisho, it isn't the end. safari inaendelea. The journey continues. Akaenda kwa ngazi yake ya 3, He went to his third level. wakamtupa kwa prison, They threw him in prison. na ndani ya prison And he's in prison. Mungu alikuwa
pamoja na yeye. God was together with him. Prison haijakuwa mwisho. Prison was not the end. Haijakuwa mwisho. Isn't the end. Safari The journey iko inaendelea. is continuing. Yusufu Joseph iko ndani ya prison. was in prison. Nani anamfunga? Who put him in prison? Mtu mkubwa sana uko kwa nchi ya Misri. A big person in the country of Egypt. Na kesi yake ni kubwa ya ubakaji, alitaka baka bibi ya mkubwa. And his case was so big he wanted to rape a big man's wife. Lakini Yusufu But Joseph alikuwa innocent. was innocent, Na Yusufu and Joseph, Mungu hakumwacha. God did not leave him. Hata kama unatupwa ndani ya gereza, Even if you are thrown in prison, Mungu hatakuacha. God will not leave you. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Just be faithful to God. Gereza ni problem, Prison is problem. ni mashida, It is problems. ni matatizo, Is troubles. ni kutokuendelea. Is not going forward. Unatumika uendeleaje? You work but you are not getting anything. Unafungua duka miaka na miaka, duka haiendeleake ni ile ile. You open your shop for many years, it has remained the same stagnant. Unatumika kazi yako. You are working in your work. Na wenye wako nakia nyuma yako, wako na kupita, wanainuliwa, wanaendelea uko vile vile. You are the place of work. Those who came later after you, they are elevated, they have gone far off from you. Me uko tu vile vile. And you are just the same. Ni gereza. That is prison. Lakini haijakuwa mwisho. But that is not the end. Usivunjike moyo. Don't be broken hearted. Mungu atakutoa mwa hili gereza. God will get you out of that prison. Na iko na kupeleka kwa utukufu wako wa pili. And is taking you to your second glory. Oh, haleluya. Napenda hii sana. I love that so much. Hiyo gereza unapitia, That prison you are going through, hautakufia you will ndani. not die there. Inakupeleka It is taking you kwa glory yako. to your glory. Yusufu Joseph, anajikuta mgereza, he found himself in prison, nchi ya watu, in a nation of people. hajue mtu huko, He didn't know anybody there. nani atamsaidia. Who would help him? Kuna shida zingine There are some problems zenye mwanadamu anafikaka mwisho, which human being reaches the end, na inahitaji Mungu mwenyewe and it needs God himself juu asimame kwa hiyo shida. that stands in that problem. Kuna shida zingine There are some kind of ni problems. Mungu peke yake It is only God akutetee just to defend na you kupiganie. and to fight for you. Kama promotion yako, Just like your promotion. tangu lianzaka ngoja, From the time you began to wait for it, hakuna. it is not coming. Inahitaji Mungu. It needs God Mungu himself. atakusaidia. God will help Na you. kuombea kwa jina la I'm Yesu. praying for you in Jesus' Bwana name. kukumbuke, May God remember you. kabla Yesu hajakuja kuchukua kanisa, Before Jesus comes back to take his church, akukute ndani ya utukufu wa pili, let him meet you in your second glory. hautatoka mgereza. You will get out of prison. Yusufu anaingia ngazi ya 4. Joseph entered into his fourth level. Ndani ya gereza, In prison, Yusufu anatafsiria ndoto. now Joseph interprets a dream. Anatafsiria watu wawili. He interpreted for two people. Na hao watu wawili And these two people, akawatafsiria, mmoja atakufa na mwingine ataishi. he interpreted one will die and one will live. Na ndoto zikatimilika. And the dreams were fulfilled. Karama na kipaji Mungu amekupatia, usiache juu ya shida. The gifts and the gifts that God has given you, do not leave them, forsake them because of the problems you're going through. Endelea na kutumia kipaji yako. Just continue using the gifts that God has given you. Yusufu amefungwa ni juu ya ndoto mzuri alikuwa nayo. Joseph was put in prison because of the good dreams he had. Hii mambo yote kunapitia, mwanzo ni ndoto. All what problems is going through, all came because of the dream. Na Mungu anataka mkumbuka mtoshe mgereza. And God remembered him, wants to get him out of prison. Tena ndoto ndio itamsaidia, atatafsiria ndoto na anaingia kwa utukufu wake. And it will also be a dream that will interpret, that will get him out of prison and take him to his second glory. Oh, haleluya, Mungu atakukumbuka. Oh, hallelujah, God will remember you. Atakutosha mwa hiyo shida. Will get you out of that problem. Namba zangu za simu ziko hapo chini. Now the numbers of my telephone is Unaweza down here nipigia simu. on the TV. You can call me. Unaweza andika message. You can send me message. Tutasimama na wewe. I'll stand with you. Tutaanza kuombea. I'll start praying for you. Mungu atakusaidia. God will help you. Mungu atakuongezea imani. God will increase your faith. Utatoka mwa hiyo mambo unapitia. You will get out of that problem Na you're uingie getting. utukufu wako. You will enter to your... Namba yangu ya simu tena. Now my number of Unaweza telephone. nipigia moja kwa moja. You can call me one by one. Namba hiyo nasoma hapo chini ya TV. The number you're reading down on Ni TV. namba zangu za simu. Then my numbers of telephone. Ninapatikana wakati wowote. It
is I'm God all the time. Nitakuombea Mungu. I'll pray for you to Na God. Mungu atakuingiza utukufu wako wa pili. And God will take you to your second glory. Finance yako ifunguke kwa jina la May Yesu. your finance be released in Jesus' name. Kazi zako zifunguke kwa jina la May Yesu. your job be released in Jesus' name. Jamaa lako Bwana likumbuke. May God remember your family Akuingize utukufu wa pili. and take you to your second glory. Unaponipigia simu, When you call me, nitakuombea. I'll pray for you. Na Bwana atakusaidia And the Lord will help you kupitia mafuta ya kiutume. through the apostolic anointing. Na bosi wetu ni Yesu Kristo, amefanya vitu kubwa sana. And our boss is Jesus Christ, who does great things, Ametujaza na Roho Mtakatifu. has filled us with the Holy Spirit. Na kupitia Roho Mtakatifu And through Holy Spirit, mambo makubwa itafanyika. great things will be done. Kutoka kwa prison From getting out of prison, anaingia kwa ngazi ya 5, he entered his fifth level, inaitwa Fero ama Farao. which is called the Pharaoh. Farao analota ndoto Pharaoh had a dream ambayo hakuna mtu angeliweza kutafsiria that no one could interpret it mpaka Yusufu peke yake. until only Joseph. Mungu atafanya jambo God will do something ambalo litafanya kwamba wenjo nahitajika na watakuja kukutafuta. which needs only you to do it, and they'll seek for you. Mahali ulipo utatafutika. Wherever you are, they'll look for you. Juu Mungu akulete kwa utukufu wako wa pili. That God brings you to your second glory. Yusufu anajikuta mbele ya Farao Joseph found himself before Pharaoh, na anatafsiria Farao hizo ndoto. and he's interpreting for Pharaoh these dreams. Ndugu zake walimpangaka jina His brothers gave him, nicknamed him names. Bwana Ndoto. Dreamer. Utukufu wa pili ulipokuja, When the second glory came, Farao anampanga tena jina. Pharaoh gave him another name. Wale walikupanga jina ya kwanza, Those who gave you the first name, utukufu unapokuja when the glory comes, itakuja na jina la utukufu. will come with another. Wanampanga jina lingine. They gave him another name. Farao anasema hivi, Pharaoh is saying like this: tupate wapi mtu kama na huu where can we get such a man like this one, mwenye anajaa roho ya hekima, roho ya Mungu? who is full of the Spirit of God and wisdom? Akamwambia Yusufu, And told Joseph, ni wewe utakuwa waziri mkuu. you will be the one who is the prime minister. Akakuwa ministri mkubwa kwa ile nchi. He became the prime minister in that nation. Anaanza sahau ile mateso, zile safari zote alifanya. He started forgetting all the journeys that he went through. Anaingia ngazi yake ya mwisho, ngazi yake ya 5, He entered his fifth level, ambayo inaitwa Palais Royal. which is called palace. Haleluya. Hallelujah. Anaingia kwa ngazi yake ya 5. He entered his fifth level. Anaingia utukufu wake. He entered his Na glory. wewe Mungu atakusaidia. Even you, God will help you. Utaingia kwa utukufu You wako. will enter into your glory. Nikimalizia, As I finish up, siku moja one day, ndugu zake wamekuja, his brothers came. akawajua lakini hawakumjua. He knew them, but they could not recognize him. Lakini kwa mwisho But at the end of it, akajitambulisha. he revealed himself. Mtu mwenye alianza safari Mshimo, Pit, anaimalizia ku Palace. The person who began his journey in the pit ended up in palace. Haijalishi gisi ulianza, No matter how you began, utamaliza vizuri kwa jina la Yesu. you will end well in Jesus' Na name. Yusufu akajitambulisha kwao, And then Joseph revealed himself to them akawaambia, and told them, baba yangu bado yuko? is my father still alive? Wakamwambia ndiyo. They said yes. Akawaambia, And told them, mwende mumulete. go and bring him. Wakarudia, And they came back wako najiuliza, asking themselves, huyu baba tulimwambiaka Yusufu alikuliwaka na manyama, we told our father that Joseph was eaten by wild animals. tutamwambiaje tena anaishi? How shall we tell him that he's still alive? Wale walileta maneno mabaya juu yako, juu ya kukumaliza. Those who brought evil words to finish you, Mungu atakusaidia. God will help you. Watabeba tena maneno ya utukufu yako. They'll carry again words of your glory. Kuna watu unaweza kuwainua kisha wanakuangusha. There are some people whom you can elevate and they pull you down. Kumbuka Adamu ndio alipanga wanyama wote majina, akapanga hata nyoka jina. Remember, Adam is the one who named all the animals and everything on earth, and even named the name of a snake. Lakini nyoka ikamwangusha. But the snake pulled him down. Na yeye ndio alipatia ile nyoka jina. And is the one who gave the snake a Yeye name. ndio alipanga jina lako nyoka. He is the one who named it a snake. Me nyoka tena kamtia chini. And the snake pulled him down. Kuna watu
Unaweza kuwa na maono mazuri juu yako, lakini watakutia chini. There are some people you can have good vision about them, but they pull you down. Lakini usikubali kuwa chini. Don't accept to be down. Simama. Stand up. Songa mbele. Go forward. Elekea kwa destiny yako. Be focused to your destiny. Utukufu ya pili Your second glory ni kubwa is so great. kuliko ile ya kwanza. More than the first one. Usivunjike moyo. Don't be broken hearted. Usikate tamaa. Don't stop Juu umepoteza kazi. hoping because you have lost a job. Juu unakuwa na madeni na ujue utalipa namna gani. Because you have a lot of debts, you don't know how to pay it. Sababu umeona miaka zimeenda bila ndoa. Because you have seen years are passing without marriage. Sababu umeolewa lakini kuzaa imeshindikana. Because you are married but you are not giving birth. Sababu shida imeikumba ulimwengu wote. Because the problem is all over the world. Usikate tamaa. Don't lose hope. Ni safari tu. It is a journey. Unaelekea palace yako. You are going to your forward. Unaenda kwa second glory yako. Going to your second glory. Next show on Lighthouse Television.